Israel inadai imemuua mkuu wa ujasusi wa IRGC. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz na jeshi la ulinzi la Israel IDF wamethibitisha kuhusika na mauaji ya Majid Khademi ambaye wakati huu ndiye mkuu wa ujasusi wa jeshi la IRGC. IDF imeandika kwenye mtandao wa Telegraph kwamba mauaji yake ni pigo lingine kali kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC. Linapokuja suala la Iran kukiri vifo vya makamanda wake wakuu katika vita hivi, kwa mfano siku za hivi majuzi, mifano mingi inahusisha Iran kuthibitisha vifo vyao baada ya Israel au Marekani kudai kuhusika. Lakini hata wakati huu bado Iran haikutangaza juu ya kifo hicho. Wakati huu Iran ilimtangaza Bwana Khademi aliteuliwa kuwa kamanda wa shirika la kijasusi la IRGC siku 4 baada ya mtangulizi wake Mohammad Kazem aliyeuawa katika shambulizi la Israel la Juni 15 mwaka 2025. Mnamo Agosti mwaka uliopita, Khademi alilitaka bunge kutanguliza ukamilishaji wa mtandao wa ndani, akisema unahitajika kulinda mamlaka ya anga ya mtandao wa Iran. Iran haijakuwa na mtandao wa mawasiliano ya internet tangu vita vilipoanza tarehe 28 Februari, ingawa baadhi ya tovuti na programu za ndani bado zinapatikana nchini humo. Hata hivyo, mauaji ya viongozi ndani ya jeshi la IRGC, lakini pia na hata viongozi wa kiserikali ni moja kati ya target za Marekani pamoja na Israel, na ndio maana siku ya mwanzo ya vita kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei aliuawa pamoja na makamanda wengine wakuu wa jeshi la IRGC. Nchini Iran kumekuwa na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Marekani na Israel katika eneo la chuo kikuu cha Tehran. Makamo wa rais wa Iran amemtolea maneno makali Donald Trump kufuatia mashambulizi ya chuo kikuu hicho cha Tehran. Huyo wa kwanza wa rais wa Iran ameita shambulizi katika chuo kikuu cha teknolojia cha Sharif kwamba ni ishara ya wazimu na ujinga wa Trump, na hata hivyo Marekani bado haijathibitisha kuwajibika katika shambulizi hilo. Inaonekana shambulizi hilo limeharibu sehemu za chuo kikuu, ikiwa ni pamoja na jengo lake la kituo cha teknolojia na msikiti wa shule hiyo, shirika la habari la BBC Persian limeripoti. Shambulizi hilo pia limesababisha kukatika kwa gesi katika sehemu za Tehran. Dr. Mohammad Reza Aref amesema rais wa Marekani anashindwa kuelewa kwamba maarifa ya Iran hayajawekwa kwenye majengo ili yaharibiwe na mabomu. Ngome ya kweli ni mapenzi ya maprofesa na wasomi wetu. Ngome hii haitaporomoka, aliongeza. Vyuo vikuu kadhaa nchini Iran vimeathiriwa tangu kuanza kwa vita, vikiwemo chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Tehran na chuo kikuu cha Shahid Beheshti, nacho pia kimeharibiwa vibaya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea